Karibu ndoto nyingi unazoota zina maana na zinaweza kuwa na ujumbe muhimu katika maisha yako. Qur'an imethibitisha hilo katika suratu Yusuf aya 4 pale ambapo Yusuf alimsimulia baba yake ya kuwa ameota nyota 11, jua na mwezi vikimsujudia. Hii ikiwa ina maana ya kwamba siku za mbeleni Yusuf atakuja kuwa ni mtu mkubwa na mwenye kuheshimika katika jamii. Lakini vile vile aya ya 43 ya suratu Yusuf pale ambapo mfalme aliota ng'ombe 7 walionona wakiliwa na ng'ombe 7 waliokonda. Hii ikiwa na maana ya kwamba kutakuwa kuna miaka 7 ya mavuno na neema, kisha itafata miaka 7 mingine ya ukame na njaa kali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndoto ziko za aina 3, na aina ya kwanza ya ndoto inaitwa ru'yatun salih. Hizi ni ndoto njema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mara nyingi huleta bishara au onyo juu ya jambo fulani. Aina ya pili ya ndoto inaitwa alhulmu. Hizi ni ndoto ambazo zinatokana na sheitani na mara nyingi huogopesha na hazina mpangilio maalum. Na aina ya tatu ya ndoto inaitwa hadithu nafs. Hizi ni ndoto ambazo hutokana na fikra pamoja na mawazo ya mtu binafsi. Jambo la muhimu, si kila ndoto inafaa kusimuliwa kwa kila mtu. Katika video inayofuata nitaeleza maana mbalimbali za ndoto kama zilivyotafsiriwa na Sheikh al-Imam Muhammad Sirin katika kitabu chake cha Tafsirul Ahlam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.